Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Fedha naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria ya usimamizi wa mapato ya gesi ya mwaka 2015, yani the Oil and Gas Revenue Management Act 2015, pamoja na marekebisho yake sasa usomwe kwa mara ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la mswada huu ni kuweka mfumo imara na madhubuti wa usimamizi na udhibiti wa makusanyo, mgawanyo na matumizi ya mapato yatokanayo na shughuli za mafuta na gesi ambayo tayari yameanza kupatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya Bunge ya Nishati na Madini chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Richard Ndassa, mbunge makini wa Sumve, kwa kujadili kwa kina mswada huu na kutoa ushauri mzuri katika maeneo mbalimbali ambayo yametusaidia katika kuboresha mswada huu. Aidha, nawashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa michango na ushauri mzuri mliotoa kwenye semina kuhusu mswada huu zilizofanyika siku ya Jumapili tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2015 na Jumanne tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu katika ukumbi wa Pius Msekwa hapa bungeni. Aidha, napenda kumshukuru Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Silvanus Likwelile pamoja na wataalamu wote wa Wizara ya Fedha, Wizara ya Nishati na Madini, Mamlaka ya Mapato Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania na Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania kwa ushirikiano wao katika kuandaa mswada huu. Vile vile napenda kumshukuru Mwanasheria Mkuu ndugu George Masaju na wataalamu wake kwa kuandaa na kuuchapisha mswada huu kwa wakati. Kadhalika na washukuru wadau na washauri waliotoa ushauri mbalimbali kwa nyakati tofauti, wametoa ushauri na mapendekezo yao kwa lengo la kuboresha mswada huu. Ndugu Mwenyekiti, napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba mswada huu umezingatia ushauri na mapendekezo ya kamati na wadau mbalimbali. Napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba mswada huu umezingatia ushauri na mapendekezo ya kamati na wadau mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote ningependa kuwasilisha maelezo mafupi ya utangulizi kuhusu maendeleo ya sekta ya mafuta na gesi hapa nchini. Hadi sasa gesi imegundulika katika visima vya Songosongo, Mnazi Bay na Bahari Kuu. Kwa sasa uzalishaji unafanyika katika visima vya Songosongo na Mnazi Bay vyenye jumla ya futi za ujazo trilioni 1.15 na zimeshathibitishwa na vinachangia wastani wa shilingi bilioni 111.7 kwa mwaka katika miaka minne iliyopita. Kufuatia ugunduzi mkubwa wa gesi hadi sasa unaokadiriwa kufikia takriban futi za ujazo trilioni 55.08, kuna mategemeo ya kupata kiasi kikubwa cha mapato katika miaka ya hivi karibuni, na hasa baada ya ujenzi wa bomba la gesi na miundombinu ya usambazaji wa gesi utakapokuwa umekamilika. Ndugu Mwenyekiti, ugunduzi huo wa gesi asilia unatarajia kulinufaisha taifa kimapato, ambapo yatasaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha hali ya maisha ya wananchi endapo kutakuwa na utaratibu wa kusimamia mapato yatokanayo na mafuta na gesi na matumizi yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa ili kuhakikisha kwamba mapato yanayotokana na mafuta na gesi asilia yanasimamiwa ipasavyo, serikali imepitisha sera ya usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi ya mwaka 2015. Na kufuatia kupitishwa kwa sera hiyo, serikali inawasilisha mswada wa sheria ya usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi ili kuwezesha utekelezaji wa sera hiyo. Ndugu Mwenyekiti, maudhui ya mswada. Ndugu Mwenyekiti, kama nilivyobainisha awali, mswada wa sheria ya usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi ya mwaka 2015 unakusudia kuweka mfumo imara wa usimamizi na udhibiti wa makusanyo, mgawanyo na matumizi ya mapato yatokanayo na shughuli za mafuta na gesi ambayo tayari yameanza kupatikana. Na mambo muhimu yaliyozingatiwa katika mswada huu. Ndugu Mwenyekiti, mambo muhimu yaliyozingatiwa katika mswada huu ni kama yafuatayo. La kwanza,
kubainisha matumizi ya sheria hii, ambapo kwa upande wa Tanzania bara sheria hii itatumika katika usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi yatokanayo na shughuli ya utafutaji, uendelezaji, uzalishaji wa mafuta na gesi, na kwa upande wa Tanzania Zanzibar mapato ya mafuta na gesi yatokanayo na shughuli za utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa mafuta na gesi yatasimamiwa na sheria ya Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kwa pamoja, sheria hii itatumika katika usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi yatokanayo na shughuli za utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa mafuta na gesi kwenye miradi ya pamoja katika maeneo maalum au vitalu vinavyoingiliana kati ya Tanzania bara pamoja na Tanzania Zanzibar kwa mujibu wa sheria inayosimamia shughuli za mafuta na uendeshaji wa mkondo wa juu, wa kati pamoja na mkondo wa chini. B, kuweka utaratibu wa ukusanyaji wa mapato yatokanayo na mafuta na gesi pamoja na ukaguzi na uhakiki wa mapato hayo. C, kuanzisha mfuko wa mapato ya mafuta na gesi utakaojumuisha akaunti ya kupokea mapato na akaunti ya utunzaji wa mapato. D, kuainisha vyanzo vya mapato vya mfuko huu ambavyo ni mrabaha, gawio kutokana na ushiriki wa serikali kwenye shughuli za mafuta na gesi, faida ya serikali itakayotokana na uzalishaji wa mafuta na gesi, kodi ya mapato ya makampuni yanayofanya utafiti, uchimbaji na uendelezaji wa rasilimali za mafuta na gesi, na faida kutokana na uwekezaji wa fedha zilizoko kwenye mfuko. Kufungua akaunti mbili ambazo ni akaunti ya kupokea mapato, yani revenue holding account, ambayo itapokea mapato yanayoingia kwenye mfuko pamoja na akaunti ya utunzaji wa mapato, yani revenue saving account, ambayo itahifadhi fedha kwa ajili ya uwekezaji wa kifedha na kuhakikisha ustahimilivu na utulivu wa kibajeti.